Hatua 7 za kuwa mtu mwenye nguvu za kiroho. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakitamani kuwa na nguvu za kiroho, lakini wengi huwa hawajui hatua ambazo wanatakiwa kuzifuata ili wawe watu hatari na wenye nguvu za kiroho. Katika video hii nimekuandalia hatua 7 ambazo ukizifuata basi utakuwa mtu hatari na mwenye nguvu za kiroho, na hatua namba 6 na namba 7 itakushangaza zaidi. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media, na waombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo mnalolifanya. Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado hujasubscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie hatua 7 za kuwa mtu mwenye nguvu za kiroho. Namba 1, jenga mahusiano ya kweli na Mungu na wala sio dini. Hapa nguvu za kiroho huwa zinaanzia pale unapokuwa una mahusiano ya karibu na Mungu. Watu wengi wana dini lakini hawana uhusiano wa karibu na Mungu. Kuwa mtu wa nguvu kiroho inamaanisha kumjua Mungu binafsi, kusikia sauti yake, kutembea naye kila siku. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 na mstari wa 8 imeandikwa, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Kwa hiyo usipomkaribia Mungu manake huwezi kuwa na nguvu zake. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo unatakiwa ulitambue, jambo la kwanza, ili uwe na nguvu za kiroho ni lazima uwe na uhusiano na Mungu na wala sio dini. Watu wengi wanadhani wana mahusiano na Mungu, kumbe wana mahusiano na dini. Dini haiwezi kukufanya uwe na nguvu za kiroho, lakini unapokuwa karibu na Mungu, kuwa na mahusiano na kuwa na nguvu za kiroho, hii inamaanisha kumjua Mungu binafsi, kumuelewa Mungu binafsi, kuisikia sauti yake, kutembea naye kila siku. Ukitembea na Mungu kila siku, maana yake utakuwa ni mtu ambaye una nguvu za kiroho. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza kabisa. Ili uwe na nguvu za kiroho lazima uwe na uhusiano wa karibu na Mungu. Unaweza kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu kwa njia ya kujifunza neno lake, kuyafanya mapenzi yake na kadhalika. Lakini hatua ya pili ambayo itakusaidia kuwa na nguvu za kiroho ni maisha ya maombi ya kudumu. Maisha ya maombi ya kudumu ambayo tunaita consistency, sio hisia. Maombi ndio chanzo cha nguvu. Yesu mwenyewe aliomba mara kwa mara hata usiku. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 5 na mstari wa 16 imeandikwa nukuu, lakini yeye alikuwa akijitenga kwenda mahali pasipo na watu akaomba. Yesu mwenyewe alikuwa anaomba kwa sababu alikuwa anajua maombi ni chanzo cha kupokea nguvu za kiroho. Nguvu ya kiroho hujengwa kwenye maombi ya siri, maombi ya usiku, maombi ya mara kwa mara. Sio kuomba ukiwa na shida tu, bali kuwa na ratiba ya maombi. Hili ni jambo la msingi sana. Watu wengi wamekuwa wakifanya maombi pale wanapokuwa wana shida, pale wanapokuwa wanapitia changamoto, ndio unamkuta mtu anaanza kufanya maombi. Lakini ili uwe mtu mwenye nguvu za kiroho zaidi, ni unatakiwa uwe ni mtu ambaye unaishi maisha ya maombi ya kudumu. Tunasema consistent prayer, maisha ya maombi ya kudumu. Sio unakwenda kwenye maombi pale unapopata shida. Watu wengi tunaishi kwenye dunia ambao watu wengi wanatamani kuwa na nguvu za kiroho, lakini hawapati muda wa kuomba. Mwingine maombi anafanya akiwa anaombea chakula tu, lakini hajui kuwa maombi ni mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo maisha ya maombi ya kudumu yatakufanya uwe na nguvu za kiroho. Ndio maana Yesu Kristo mwenyewe alikuwa anakwenda kuomba mara kwa mara, alikuwa anakwenda milimani alikuwa anaomba mara kwa mara. Ndio maana kwenye kitabu cha Luka sura ya 5 na mstari wa 16 anasema, lakini yeye alikuwa akijitenga. Maana yake sio alijitenga tu, alikuwa akijitenga kwenda mahali pasipo na watu akaomba. Maana yake ilikuwa ni desturi yake kuomba, ilikuwa ni desturi yake kupata muda wa kukaa na Mungu kuomba. Kama unahitaji kuwa na nguvu za kiroho, na maana ukifuatilia baada ya Yesu Kristo kutoka kuomba, miujiza alikuwa anafanya miujiza mikubwa sana, alikuwa anafanya vitu vikubwa sana, lakini baada ya kutoka kwenye maombi ilikuwa ni desturi yake. Ndio maana Biblia inasema lakini yeye alikuwa akijitenga. Manake sio mara moja, ilikuwa ndo tabia yake, alikuwa anajitenga na kwenda kuomba. Kwa hiyo maisha ya maombi ya kudumu yanakufanya uwe na nguvu za kiroho, yanakufanya uwe mtu hatari sana. Lakini hatua ya tatu, kujazwa
na neno la Mungu. Tunasema lishe ya roho. Roho yako inahitaji chakula, na chakula hicho ni neno la Mungu. Bila neno, roho yako hudhoofika, unakuwa rahisi kushambuliwa, unapoteza mwelekeo. Lakini ukiwa na neno ndani yako, unapata nguvu, unapata hekima, unakuwa imara. Kwa hiyo kujazwa na neno la Mungu, hii ni jambo la msingi sana, kujazwa neno la Mungu. Neno la Mungu likae ndani yako. Neno la Mungu likikaa ndani yako kwa wingi, unakuwa ni mtu hatari sana, unakuwa ni mtu hatari, unakuwa ni mtu mwenye nguvu za kiroho. Lakini jambo lingine ni kujazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huwa anatupa nguvu. Roho Mtakatifu huwa anatupa nguvu. Ili uwe na nguvu za kiroho, unamhitaji Roho Mtakatifu aingie kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu atakuongoza. Roho Mtakatifu atakufunulia mambo ambayo yanakaribia kutokea. Roho Mtakatifu atakufundisha, ni mwalimu. Ili uwe na nguvu za kiroho, unamhitaji Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Yeye atakuongoza, atakufundisha, atakusaidia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, hili jambo la msingi sana, hatua nyingine ya msingi. Ili uwe mtu hatari na mwenye nguvu za kiroho, unamhitaji Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu atakuongoza na atakushika mkono kwenye kila hatua. Lakini jambo lingine ambalo litakufanya, hatua nyingine ambayo itakufanya uwe na nguvu za kiroho ni kujitenga na dhambi au kuishi maisha ya utakatifu. Hii ni hatua ambayo wengi huikwepa, lakini ndio msingi wa nguvu halisi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6 na mstari wa 22 imeandikwa, lakini sasa mkiisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Umeona? Kwa hiyo, lakini sasa mkiisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi, ili uwe na nguvu za kiroho, ili uwe mtu hatari mwenye nguvu za kiroho, kujitenga na dhambi. Dhambi inakufanya, inaua nguvu za kimungu ndani yako. Kwa hiyo unapojitenga na dhambi, unakuwa ni mtu mwenye nguvu za kiroho. Kwa hiyo dhambi siku zote huwa inazima nguvu za kiroho. Dhambi huwa inakata mawasiliano kati yako na Mungu. Dhambi huwa inaleta udhaifu wa ndani. Lakini ukiishi maisha utakatifu huwa unafungua milango ya nguvu, unaleta uwepo wa Mungu wa karibu zaidi. Kwa hiyo hii ni hatua ya msingi sana. Ili uwe na nguvu za kiroho ni kujitenga na dhambi. Lakini hatua nyingine ambayo itakusaidia kuwa na nguvu za kiroho ni kufunga na kuomba. Tunasema kufunga na kuomba, fasting, kwa nia na nidhamu. Kufunga na kuomba, kuna viwango vya nguvu haviwezi kufikiwa bila kufunga. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 17 na mstari wa 21 imeandikwa, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Kufunga siku zote huwa kunadhoofisha mwili. Kufunga huwa kunaimarisha roho, kuna kuweka karibu zaidi na Mungu. Hapa ndipo mamlaka ya kiroho huanza kuonekana. Kwa hiyo ili uwe na nguvu za kiroho, unahitaji uwe mtu wa kufunga na kuomba. Lakini hatua nyingine ni utii kwa sauti ya Mungu, obedience. Utii kwa sauti ya Mungu. Watu wengi wanasikia, lakini wachache wanatii. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 22 imeandikwa, nukuu, utii ni bora kuliko dhabihu. Kwa hiyo utii huo unakupa mamlaka ya kiroho, unakufanya Mungu akuamini, anakupeleka hatua nyingine ya nguvu. Kwa hiyo kila unapokataa kutii, unapunguza kiwango chako cha nguvu. Kwa hiyo ili uwe na nguvu za kiroho, kuwa mtu mtii kwa sauti ya Mungu. Itii sauti ya Mungu. Mungu anasemaje, na ufanye kile kitu ambacho Mungu anakisema. Lakini jambo la 7, kuwa na nidhamu ya kiroho. Tunasema consistency ya kila siku. Nguvu ya kiroho si tukio, ni maisha ya kila siku. Nidhamu inahusisha kuamka, kuomba hata bila hisia, kusoma neno la Mungu hata ukiwa busy, kuepuka vitu vinavyodhoofisha roho yako. Hii ndio siri ya watu wanaodumu katika nguvu. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, ninakuomba ucomment chini, sema nimejifunza zaidi. Mungu akubariki sana na kutakia wakati mwema.